kwa kujiamini kwake kumenipa shauku ya kwenda kuitazama dabi ya Kariakoo kwa upande wa mabinti. Mimi nimependa alichokizungumza kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa na shangaa sana kuhusiana na Yanga. Yanga unajua ina miaka 10 kwenye ligi ya wanawake. Haina ubingwa wote rasmi. Zaidi ya huu ambao wametoka kuchukua sasa hivi. Yaani Yanga ubingwa ambao walikuwa nao ni ule ambao walishinda kwenye ligi daraja la kwanza kupanda ligi kuu. Kutokea hapo mpaka majuzi walipokuja kuchukua huo ubingwa wa Samia Cup, Yanga hajawahi kushinda kikombe chochote rasmi ambacho waliwahi kushindana nacho. Kitu kizuri ambacho mimi nimekipenda ni kwamba walikuwa na project yao imekuja kuanza kuwalipa sehemu nzuri. Sasa hivi Yanga unazungumza imecheza karibia michezo 4 kwenye msimu huu, mzunguko huu wa pili, ambao ndio ninasema Yanga wamekuja kujipata baada ya struggle za matokeo kwenye mzunguko wa kwanza, ambapo Edina alikuwa anatengeneza kikosi. Sasa hivi Yanga wametembea wakiwa ndio timu yenye ukuta mgumu zaidi kwenye ligi ya wanawake. Wamefunga goli nyingi. Wamepata wachezaji ambao wana uwezo wa kufunga goli kwa kujirudia. Hapa namzungumzia Neema Po. Wamekuja kuanza kupata matokeo dhidi ya JKT Queens ambaye tunamzungumza hapa ni JKT Queens ambaye ndiye timu ya wanawake inayoongoza kwa kubeba mataji mengi kwenye ligi ya wanawake Tanzania. Ukiwa unaizungumzia timu yenye mataji mengi kwenye ligi ya wanawake, unawataja JKT. Hawa unapowataja ni mabingwa mara 4 wa ligi, ambao hata Simba ni mabingwa mara 4 wa ligi ya wanawake. Unamzungumzia mtu ambaye amechukua Sekafa, unamzungumzia mtu ambaye ameingia kwenye finali kwenye michuano ya ligi ya mabingwa upande wa wanawake. Mpaka Simba amefanya hivyo, lakini JKT ana advantage ya vikombe vingine vingi ambavyo amevichukua hapa nyumbani Tanzania kwenye mashindano tofauti rasmi ambayo yalikuwa yanashuhudiwa. Yanga ameenda kuanza kujipatia project dhidi ya hiyo timu. Unazungumza kupata matokeo dhidi ya timu ambayo 99% ya vikosi vya timu ya taifa zote chini ya miaka 17, chini ya miaka 20 na senior team, wachezaji wake wanatoka JKT Tanzania. JKT Queens. Unapokuja kutaja wachezaji wengi kwenye ligi, hawa ndio ambao wanatoa wachezaji wengi hivyo vikosi vyote. Na hata mchezo ambao walikuwa wanacheza dhidi ya Yanga, Yanga Princess, wachezaji wao 6 walikuwa kwenye kikosi chini ya miaka 17, kitu ambacho Simba, Yanga, Fountain, Alliance, Sia na timu nyingine haziwezi kufanya hicho kitu.